al-ityanu bitakbirati al-ihrami qa'ima. Tunaangalia kuileta hii takbiratul ihrami ikiwa umesimama. Takbiratul ihrami ikiwa umesimama. Yushtaratu, imewekwa sharti, fi sihhati takbiratil ihrami, katika kukubalika hii takbira ya kukuingiza wewe kwenye swala, fi salatil fardhi, katika swala ya faradhi, ayatia biha qaima, anatakiwa mwenye kuileta takbira hiyo awe amesimama. Mathalan, kuna wale wazee ambao kwamba wanaswali juu ya viti, sio? Hawa wazee ambao wanaswali juu ya viti, ikiwa mathalan mtu ana uwezo wa kusimama kwa kipindi kirefu, anatakiwa kwanza hii takbiratul ihrami ailete akiwa amesimama, sawa? Baada ya kuileta akiwa amesimama, kisha ndo afanye nini? Akae kwenye kiti. Si kama mwanielewa, lakini ya jamaa. Lakini hapa kuna mtihani mkubwa sana. Mzee huyo unamuona anaswali kwenye kiti, unaweza kumkuta nje kasimama na mzee mwenzake, wanatia story nusu saa nzima, yule mzee kasimama, wala humuoni kuyumba kwamba anataka kuanguka. Lakini ikifika wakati wa swala wamkuta anaswali kwenye kiti. Ya jamaa, huyo mtu hana uwezo wa kuswali kwa kusimama? Anao uwezo wa kusimama katika kusali, lakini ma'al asafi shadid anachukulia rahisi sana. Wallahi nawaambieni, lau kama huyu mtu ana uwezo wa kusimama kusali katika sala ya faradhi akiwa amesimama, na ikawa yeye mwenyewe kwa utashi wake tu ameamua kusali hali ya kuwa amekaa, swala yake haikubaliki. Kwa sababu kusimama ni nguzo miongoni mwa nguzo za nini? Za swala, katika swala ya faradhi. Swala ya sunna swali hata kwa kulala. Halo, tuelewana Kiswahili? Lakini swala ya faradhi kusimama ni nguzo miongoni mwa nguzo za sala, ni lazima. Sasa ikiwa una uwezo wa kusimama alafu unaswali kwa kukaa, swala yako haipo mzee. Lakini ikiwa mathalan hauna uwezo wa kusimama, ile takbiratul ihrami anatakiwa yule mtu aipige akiwa amefanya nini? Amesimama. Allahu akbar. Baada dhalik anakaa kwenye kiti chake. Hivi ndivyo inavyotakiwa. Wa hadha biittifaqi almadhahib alfiqhiyyah al-arba'a, na hayo ndio makubaliano ya madhehebu ya fiqhi aina nne: al-Hanafiyya wal-Malikiyya wash-Shafi'iyya wal-Hanabila. Nenda kwenye kitabu Bada'i'us Sana'i lil-Kasani, kitabu nambari 1 ukurasa ni 131. Nenda kwenye kitabu Mawahibul Jalil, kitabu nambari 2 ukurasa 475. Nenda kwenye kitabu Rawdatut Talibina lin-Nawawi, kitabu nambari 1 ukurasa 229. Nenda kwenye kitabu Kishaful Qina'i lil-Baruti, kitabu nambari 1 ukurasa ni 330. Ad-dalilu minas sunnah. Tuangalie dalili kutokamana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. An Abi Humayd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Humayd As-Sa'idi, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, qala, amesema: kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie yeye, idha qama ila salati, pindi anaposimama kwa ajili ya sala, i'tadala qa'iman, ananyooka kwa kusimama. Anasimama akiwa amefanya nini? Amenyooka. Wa rafa'a yadayhi, kisha anafanya nini? Anainua mikono yake miwili. Thumma qala, kisha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Hiyo ni nini? Hiyo ni takbiratul ihrami.
anaposimama kwa ajili ya nini? Ya swala, i'tadala qa'iman, usimama sawa sawa. Kisha kinachofuata anainua mikono yake miwili, yani kuweka tayari kupiga takbiratul ihrami, kisha anasema Allahu akbar. Hii inamaanisha ya kwamba Mtume alikuwa takbiratul ihrami alikuwa akisema akiwa amefanya nini? Amesimama. Mimi nisimame niwaonyeshe mfano. Yawezekana nikamsimamisha mtu hapa, shekhe simama wewe bwana. Shekhe njoo tuonyeshe hapa takbiratul ihrami. Naam, waangalie watu. Shekhe, waangalie watu shekhe. Ni katika kuonyeshana tu shekhe. Waangalie watu waonyeshe takbiratul ihram. Naam. Twende shekhe, achana naye. Twende shekhe. Naam, tuonyeshe takbiratul ihram. Hii ndiyo takbiratul ihram. Tumesema kwamba spada leo mjoka kwanza. Tuelewana vizuri? Si hata huyu amenyoka shekhe. I'tadala qa'ima. Tuelewana vizuri? Hunyooka katika kusimama kwake. Kisha anafanya nini? Anainua mikono yake. Baada dhalika Allahu akbar. Tumefahamiana vyema hapo eh? Naam. Hadithi hii ni sahihi. Kaipokea Abu Daud kwa nambari 730. Sheikh Albani kaisahihisha fi sahihi Sunan Tirmidhi kwa nambari 304.